Hapa ni Sunrise Radio. Kama unavyoona nyuma yangu kuna jengo kubwa la makao makuu ya Sunrise Radio hapa jijini Arusha, ambako wiki iliyopita mstahiki Meya Maximilian Maderanga, ambaye yeye ndo mmiliki wa kituo hiki cha redio, alitoa nafasi kwa wataalamu wa jiji la Arusha kuja kutoa ufafanuzi kwa wananchi, kujibu kero za wananchi kupitia kipindi cha siku mpya ambacho kimekuwa kikiibua kero mbalimbali kutoka kwa wananchi na kero hizo kuzitafutia ufumbuzi. Sasa kupitia kipindi hicho Mheshimiwa Meya alitoa nafasi kwa watumishi wa jiji la Arusha kuja kutoa elimu bure kwa wananchi kuhusu masuala mbalimbali ya utekelezaji wa miradi ya serikali, lakini pia kujibu maswali ya wananchi hasa katika idara za afya, miundombinu ya barabara, katika ustawi wa jamii na kadhalika. Leo hii imekuwa zamu ya miundombinu, kwa maana ya upande wa miundombinu hasa barabara na kadhalika, ambako umemsikiliza hapa mtaalamu, utamsikiliza hapa mtaalamu ambaye leo amekuja hapa, amefika katika redio hii ya Sunrise na kutoa elimu kwa wananchi kuhusu masuala mbalimbali ya namna ambavyo serikali inatekeleza wajibu wake katika idara hasa ya ujenzi wa barabara, miundombinu kwa ujumla. Lakini pia tunafahamu kero nyingi za wananchi imekuwa hasa upande wa barabara, ubovu wa barabara, hususan kipindi hiki cha mvua, ikiwa ni msimu wa mvua ambao unaendelea hapa jijini Arusha. Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa majina naitwa Hussein Isa, ni mhandisi, natoka halmashauri ya jiji la Arusha katika idara ya ujenzi au idara ya miundombinu, maendeleo ya miji na vijiji. Namshukuru sana Mheshimiwa Meya kwa kutupatia fursa ya kuongea na wananchi na kuelezea maendeleo, miradi ya maendeleo katika upande wa miundombinu inayofanywa na halmashauri ya jiji la Arusha chini ya mkurugenzi John Kayombo, mkurugenzi wa jiji. Kwa nitumie fursa hii kusema kwamba nimejaribu kuelezea miradi yote kwa wingi wake inayotekelezwa. Kama tumejenga kwa sasa hivi mwaka wa fedha huu tumeingia mkataba wa kujenga barabara kwa kiwango cha lami Eso Longdon yenye kilomita 1.8. Mwaka wa fedha uliopita pia tumejenga barabara kwa kiwango cha lami, barabara za mjini hapa, barabara ya Levorosi ilikuwa na mita 200, barabara ya Caroline kwa Benson yenye kilomita 1, barabara ya TCA Arusha Technical College yenye mita 680, pia barabara ya kutoka TRA kuja kuunganisha na barabara ya East Africa inapita Mount Meru Hospital nyuma kule, na pia kuwekaji wa taa za barabarani kwa eneo la mjini kati kama barabara ya Somali, Serengeti, Temi, barabara ya Zibedayo, NHC, Ngarenaro, Fazababu, barabara ya Maltini. Zote hizo zipo kwenye mchakato wa kuwekewa taa za barabarani. Na pia halmashauri ya jiji la Arusha kupitia baraza la madiwani na mwenyekiti wa halmashauri ndugu Meya Maximilian Irak wametenga pia milioni 325 kwa mwaka wa fedha unaofuata kwa ajili ya kuweka taa za barabarani kwa barabara zilizosalia kwa hapa mjini kati. Pia halmashauri ya jiji la Arusha inatekeleza miradi ya ujenzi wa vivuko. Imejenga takribani kila kata imejenga vivuko zaidi ya 2, 3 kwa kila kata. Vingine vimeshakamilika hasa vya kata ya Elerai, kata ya Sinoni, na vingine viko asilimia 90, 80 mpaka 90 katika awamu ya utekelezaji ya mwaka huu wa fedha mwaka wa 24-25. Na pia mwaka 24-25 halmashauri ya jiji la Arusha kupitia baraza lake la madiwani ilitenga milioni 4 kwa kila kata kwa ajili ya kuchonga barabara pamoja na kumwaga vifusi kwa zile barabara korofi zilizowasilishwa. Hilo nalo zoezi linaendelea kwa kuwa halmashauri ya jiji la Arusha ina greda lake pamoja na tipa truck 2 za mita kubiki 15 zinasambaza vifusi katika kila kata kwa kufuata ratiba iliyowekwa na iliyokubalika. Wananchi wengi kwa asilimia kubwa wameulizia sana kwenye swala la barabara. Barabara nyingi wanalalamika hasa kwa kipindi hiki cha mvua, barabara nyingi zina mabonde, zimeharibika sana. Lakini nimejaribu kuelezea kwamba halmashauri ya jiji la Arusha kupitia mwenyekiti wa halmashauri pamoja na mkurugenzi wa jiji na management yake wanajitahidi sana kwa kadri iwezavyo waweze kutenga fedha ili waweze kukarabati barabara hizo kwa kumwaga vifusi
na kujenga mitaro, miundombinu ya kuondoa maji. Maana barabara nyingi zinakosa miundombinu ya kuondoa maji, ndio inapelekea maji yanatembea barabarani na kuondoa vifusi na kutengeneza mashimo mpaka sasa ambayo yanawasumbua sana wananchi. Kipindi kimekuwa na manufaa sana. Kama hapo awali nilivyosema, tunamshukuru sana ndugu meya kutupa nafasi hii kujaribu kuelezea wananchi hasa miradi ya miundombinu, na tumepata manufaa kueleza wananchi na kuwapa uelewa kidogo, kwa sababu tunapata changamoto kidogo hasa hizi barabara, wananchi kuelewa hii barabara ni ya halmashauri, hii barabara ni ya TARURA, hii barabara ni ya TANROADS. Hapo kidogo tunapata changamoto, lakini tumejaribu kuelezea kwa kadri inavyowezekana kwamba kuna barabara za TARURA, pia kuna barabara za halmashauri, lakini pia halmashauri haijawatenga sana TARURA, kwa sababu halmashauri inakusanya mapato na TARURA wao wanasubiria budget kutoka serikali kuu. Sasa hatujawacha nyuma TARURA, pia barabara zao zile korofi zaidi pia halmashauri inatenga kiasi kidogo cha fedha, inapeleka vifusi pamoja na kuchonga, huku TARURA wakiwa wanasubiria fungu kutoka serikali kuu. Halmashauri huwa ina rescue kidogo situation ili wananchi wapate njia na waweze kupita kwa usahihi.